Unajiandaa kutoka hivi? Kwenda kazini. Hello. Nzuri. Umefika mzigo? Haina shida, mimi nakuja dakika chache, nakuja ndio nishafika. Sasa hivi mwambie nisubiri asiondoke. Sawa. Hamna taabu ndugu yangu. Sasa mke wangu, acha mimi nichukue vitu vyangu mimi niwahi. Uniandalie ile mizigo yangu sababu safari itaondokea hapa. Hebu subiri kwanza. Mbona vizuri tu mke wangu? Naja na haraka, huu mzigo ulikuwa siku nyingi umekwama, sasa leo ndio umetoka. Kwa lazima niuharakishie ili ipango pale tena vizuri. Hapo ile shati mimi sipendi nivae. Nakuwekea pale na single, lakini unavaa hivyo hivyo bila single. Na haraka alafu singende juu joto. Mara nyingi nikivaa ina sweet sana. Kwa hiyo ndio maana napenda nivae nijiachie kidogo. Shukuru. Sasa acha mimi niwahi vitu vyangu vile. Asante. Basi mimi niko baadaye. Mbona mwanangu? Njoo nakuita. Kaa. Kaka yako unamfikiriaje sasa kuhusu yule mkewe? Tangu alivyomuoa mwaka huu wa 5 hana mtoto wala mkewe hana hata mimba ya kusingizia, na mimi ndo nishazeeka, umri wangu umeshakuwa mkubwa. Yaani mama, ndugu yangu hapa ninapo raha, yani kuona tu unaniuliza hilo swali. Yaani mwenzako nimetia leo yangu nifanye hivi. Mama mwili. Nyewe nilikuwa na shangazi. Huko kwingine marafiki wangu nakwambia tembea na shangazi mama. Mama ukifika mwenyewe na kula na wewe. Wewe karibu hata kitoto akipigika Nitamuita. Nasema nitamuita. Tatizo lako mama, unamwogopa mwanao sijui. Tangu alivyomuoa mke yule ana mwaka wa 5 mpaka sasa hivi hana mtoto hana mimba. Mimi muogopeni. Nitamuita. Ndio. Nitamuita nasema na yule mkewe tasa. Yaani tena tasa hasa. Tasa. Hata mimba hana. Mama yani mwaka huu wa 5. Ndio hivyo. Mimi mama yani wewe tu fanya mtoto. Mwenyewe ni shati. Yani ni kaka kafungwa yule. Mtoto kafungwa mwanao, mama mwambie mfungue mwanao. Nitamuita na nitamwambia. Mwambie. Odi. Yo karibu wako nisaidiani. Inasherehesha nini hasa? Karibu kuja kunipokea mtoto. Mama karibu. Karibu wapi? Sasa wewe karibu gani? Unaongea maneno gani wewe? Lazima niongee. Na tena sasa ninakwambia, wewe kazi yako mundani umekaa tu. Wewe kazi yako kula na kujaza choo. Tumechoka. Mwanamke wewe. Uone vibaya ile tumbo lako, basi siku moja tujenge kuligeni nimevimba. Tutafurahi. Sasa kwa taarifa yako, nimekuja kupata taarifa.
Mumeo akija mwambie anaitwa na mama, tena akifika tu aina haja kukamana, hata kikaa kuna mnachokifanya. Aje nyumbani anaitwa. Unanenepeana tu. Unaputuka tu. Ulikuwa hivyo wewe. Umechoka. Unanawili tu. Umechoka. Mimi tena nilikuwa namtegemea sasa hivi amegeuka. Nilijua hata anaweza kanifariji akanitia moyo. Mimi sasa hivi anaamua kunitolea maneno machafu kama haya, maneno mazito kiasi kwamba siwezi kustahimili moyo wangu. Vipi? Mbona kweli? Mbona amekuja hapa? Amenitukana. Ameniambia mimi tasa sizai, najaza chote ndani. Kwambia tasa? Ndio. Mlianza vipi mpaka mkafikia huko? Sikufanya chochote. Amekuja amegonga mlango na nikaribisha kwa furaha. Nashangaa mwenzangu akaanza kujieleza maneno mazito kama haya. Yaani kaniambia maneno kiasi kwamba mpaka nimejisikia vibaya. Habari mama. Nzuri. Shamo. Marahaba. Za siku. Salama. Ndio nimekuja mama. Nimekuita. Ndio. Nasema hivi. Tangu ulivyoanza kumwoa mkeo mpaka sasa hivi. Mwaka wangapi? Miaka 5 mama takriban. Tangu umoe miaka 5. Kama una miaka 5 mpaka sasa hivi, sisikii kijele mle ndani wala nini. Sisikii wewe wala nini. Mwaka huu kumbe wa 5. Wakati mimi unaniona ni mzee. Unaona? Nataka nipate mjukuu. Lakini una miaka 5, mjukuu sijapata hata mmoja. Sawa mama, ni jambo la Mwenyezi Mungu. Mungu ndo anapanga lini tupate mtoto. Ikifika muda atapatikana tu mtoto. Ni kuomba dua zenu mama. Mkeo tasa. Nasema kwamba mkeo tasa. Mkeo tasa. Mwaka huu wa 5 hata mtoto mmoja bado hamjapata. Kivi? Mama, mke huyu ulinichagulia wewe. Na mimi nampenda kweli. Ni dua zenu tuombeeni, tutapata mtoto mama kwa uwezo wa Mungu. Nasema hivi, mkeo tasa. Huyo mtoto utampata kivi? Kama nimekuchagulia mimi mke, nani nakuachisha mimi mke? Nasema umuache. Uoe mke mwingine. Nataka nipate mjukuu. Nimeshazeeka mpaka sasa hivi hata mjukuu mmoja sina. Nataka mke mwingine ili niweze kupata mjukuu. Si unaniona nimeshazeeka mpaka sasa hivi. Sina hata mjukuu mmoja. Sawa mama. Anafanyia kazi. Na nakwambia kabisa uyafanyie kazi hayo ninayokuambia, uyafanyie kazi. Uyafanyie kazi. Unaona sasa lamba zote zinakuangukia wewe. Pengine hata usingemchagulia huyo mke, sasa tulikuwa tushapata mjukuu na mimi nishapata shangazi. Sasa kama nimemchagulia mimi na mimi ndo ninayomwachisha. Amwache aoe mke mwingine nipate mjukuu. Umenielewa? Ngoja tuone. Hilo ama zote zinakuangukia. Na nakwambia atamwacha. Atamwacha. Kama sijamzaa mimi tumboni mwangu, labda sio. Lakini atamwacha.
Niambie. Shoga yangu wewe. Mwenzako nina jambo langu mimi. Jambo gani tena hilo? Lakini yani siwe nikikwambia utanielewa wewe. Wewe niambie tu. Kama zuri nitakuelewa, kama baya sitokuelewa. Haya, mwenzako nyumbani kwetu nakwambia. Nyumbani kwetu mama hatukakueleweki. Nyumbani kwetu mama kuna waka moto. Yule wifi yangu yule Iti mama hazai. Iti mama ni tasa. Basi kakaangu nakwambia amechachuka. Fadi huyu kakaangu. Huyo mamangu ndo usiseme, yani mimi ndo kabisa. Ani hata sitaki kumsikia. Kwa hiyo sasa, sote hapa tunataka watoto. Kakaangu anataka mtoto. Mamangu anataka mtoto. Mimi ndo usiseme. Kwa hiyo yani lakini wewe, mimi sijui kama utanielewa wewe. Ongea tu. Nakuomba shoga yangu. Nilikuwa naomba uwe wifi yangu. Mie tena. Wewe huyo. Sawa, mimi nakubali. Nikupinge tena. Basi shoga yangu. Kweli, mwenzio ninapoitamani ndoa. Yaani hata sasa hivi. Acha kabisa. Basi shoga yangu sijali kwa sababu wewe unajua shii kutoa mimba hapa mtaani hapa. Basi ninajua wewe lazima utazaa. Ngoja mimi nenda nikatie chumvi kwa mamangu. Shoga mama unakuwa wifi yangu. Siku sio nyingi Fahadi anakuwa mmeo. Ngoja nikusaidie shoga. Bosi. Naam. Mzigo wetu ule juzi ule. Ndio. Tumeajuma kule Morogoro kule. Ndio. Mzigo ukatuma jana. Alafu mwingine umeondoka leo asubuhi leo. Kuelekea Mtwara huko. Asema kesho muda wote hela atatuma. Bosi. Ndio. Bwana uko mbali sana vipi bwana? Juma amesema? Juma ile wa Morogoro ule mzigo ulienda juzi ule. Hela akatuma jana. Alafu kuna mwingine ule ulienda asubuhi kwenda Mtwara. Akasema hela atatuma kesho muda wote. Mkeo sasa. Mwaka huu mtoto mmoja dada. Kivi. Bosi naongea nayo. Mke wangu. Umesema Juma akatuma hela jana. Ndio. Mzigo ulienda juzi ule. Alafu kuna mwingine ule ulienda asubuhi kwenda Mtwara. Akasema hela atatuma kesho muda wote. Aha. Ndio. Basi sawa. Sawa, basi kama ni hivyo, haina shida hiyo. Sawa. Haina tatizo. Sasa bosi. Ndio. Mbona uko mbali sana vipi? Amna kawaida. Sio kawaida yako, ninavyokujua. Tofauti sana yani. Leo umebadilika. Kwani kuna nini bwana? Hii ni kawaida. Hakikisha tu biashara zinaenda vizuri. Mauzo yanaenda vizuri, haina hata shida. Sasa sema kitu kimoja. Hapana bosi huko vizuri. Wewe nenda kwanza. Alafu kesho muda wote utakaokuja, tuendelee na hesabu zingine. Basi sawa, haina tabu. Mimi ngoja nifike hapo. Ila uwe makini. Najua. Uwe makini kidogo kibiashara. Sana. Haya. Asante. Haya, asante. Kwanza nimwangalie kwanza kwa vizuri au? Ewe Mola, nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Baba, ewe Mola. Fadi! Bana Fadi! Fadi! Ulio vipi huyu? Zangu wawachi vituko, Baba nyosha mkono wako,
tunangojea hizo baraka zako, tupate japo na sisi katoto. Ndugu zangu hawachi vituko, Mungu Baba nyosha mkono wako, tunasubiri hizo baraka zako, tupate japo na sisi katoto. Kazunguke nyumba yetu, faraja irudi kwetu Baba, amani tawale kwetu Baba we. Ewe Mola, ewe Mola, ewe Mola, nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Baba. Ewe Mola, ewe Mola, ewe Mola, nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Baba. Ewe Mola, ewe Mola, ewe Mola, nyosha mkono wako Baba. Abi, Ndio ndugu yangu. Nyosha mkono wako Baba. na jambo kidogo nataka nikuulize. Ndio. Hivi una mpango gani tuongeze duka la pili hapa kijiji cha pili hapa? Hichi kijiji cha Mbwawa, ule mpango ninao, ila mpango ule nilikuwa nangojea kuna mzigo wangu unaotoka huko Bagamoyo mjini, ambaye nimeambiwa baada ya wiki 3 utakuwa umekuja. Utakapokuwa umekuja nione faida yake naweza kuianzishaje katika kijiji cha Mbwawa. Lakini mimi niliona kama ningekushauri ndio ili duka la hapa katikati hapa lile tulomkabidhi ule kijana pale asimamie lile. Ndio. Kama tungelihamisha kwa sababu biashara yake ndogo sana pale. Yaani mchanganyiko umekuwa mdogo. Au wewe sijui hili unaliwazaje? Wazo zuri la kulihamisha lile, lakini kwa nini tusianzishe kwanza pale? Alafu tukaona namna ambavyo inaenda ndio tupate kutoa hili kurudisha pale, ama kuongezea biashara pale na ili kulifanya lile changamoto. Sababu unaweza kahamisha alafu ulipohamisha kuna ndondo zinapatikana, unapopeleka kule ndio hakuna kabisa, unaenda kujifunga. Sasa ni bora, wazo lako zuri. Ngoja hii hela itakayotoka huku, mzigo utakayokuja tulianzishe kwanza huku. Tukiona kuna mwenendo mzuri wa kibiashara, basi tunahamisha tu, sababu tayari tunaona faida yake. Okay, nimekuelewa. Lakini pia nilikuwa na jambo lingine, nilikuwa naomba ushauri ndugu yako. Unishauri. Najua wewe bishauri wangu siku nyingi. Hamna shida. Na jambo hili kiukweli linaninyima raha. Kila siku mzazi wangu, dada yangu wananipigia kelele sana. Kama unafahamu, siku nyingi tangu nimeoa sijabahatika kupata mtoto. Sawa. Lakini mke wangu nampenda sana. Nalijua hilo. Ninapopata simu za dada, simu za mama, zinaninyima raha na zinaniumiza roho. Sijui nifanyaje ndugu yangu. Naomba unishauri katika hili. Ulishawahi kufikiria kwenda hospitali, kwenda kupima? Kama unavyofahamu, mimi ni mtu wa kucheki afya mara kwa mara. Na nimecheki afya na mke wangu. Tumekwenda kwenye hospitali, tukaona labda hospitali ya kati ndogo. Tukaenda kwenye hospitali kubwa kabisa. Na tukaelekezwa tuwaone madaktari bingwa wa kitengo maalum cha uzazi. Na tumefanikiwa kukutana nao. Tumepima vizuri vipimo na mara kadhaa tumepima kwa hao madaktari. Majibu yanayotoka yenye kufanana. Hatuna tatizo kabisa la uzazi. Sasa sijui nifanye nini, simu zimekuwa nyingi. Naumia ndugu yangu. Unanishauri nini ndugu yangu? Habi. Naam. Kama huko kote umeshakwenda,
unaonaje tukageuka upande wa pili ambayo ni kwa waganga wa kienyeji? Nako huku labda atatusaidia. Kwa wataalamu wa kienyeji sawa, ila mimi nilikuwa naonelea twende kwa mashehe tupate dua, wenye elimu ya dua watuombe kwa Mwenyezi Mungu. Mawaidha nasikiliza mashehe wengi wanasema dua ni jambo la msingi, na hisi nafikiri kama tutakwenda kwa mashehe huenda Mwenyezi Mungu akatujalia na akatusikiza kilio chetu. Ni wazo zuri, ni wazo zuri. Basi tuombe tu Mungu atuamshe ili atufanyie wepesi, kesho tuamke tukiwa salama, tumtafute shehe, kwa sababu mimi naamini kwamba kizazi anakipanga Mungu. Ni kweli. Kama mmeshafikia hatua hata ya hospitali kupima, kufika kwa wataalamu wa afya na nini, vingine vyote vinakuja tu. Mungu mwenyewe ndo anaamua kuvileta. Kweli kabisa. Kwa sababu na mimi naona ni kweli unapaswa saizi kuona. Iki! Waiki! Njoo mpokee baba anakuja. Iki! Iki! Mama! Mama! Vipi mama? Ibsam kiongo. Ibsam! Njoo na simu tumpigie dokta. Mama anaumwa. Nani? Mama anaumwa, tupigie simu dokta. Mimi si huu. Wewe umekuwa jiongeze. Ndugu zangu waachi vituko, baba nyosha mkono wako, tunangojea hizo baraka zako, tupate japo na sisi katoto. Ndugu zangu waachi vituko, Mungu Baba. Lakini mawazo yangu yalikuwa tofauti kabisa ninavyofikiria mimi. Sasa hivi sionekani kabisa mwenye thamani, sio kwa mama, sio kwa wifi. Wakati mwingine hata wewe naona upo pamoja na mimi. Sio kwamba sipendi, na mimi nahitaji sana nipate mtoto, lakini inanibidi. Nimeshafanya vikufanya, nimeshaomba sana. Wakati mwingine nikikaa peke yangu pia nalilia Mungu, kuna kifungo chochote kiweze kunitoka ili niweze kupata mtoto, lakini naona bado kabisa. Sijui lini mpaka moyo wangu umeshakata tamaa kabisa. Nimekata tamaa na sijui itavyokuwa. Ili mpaka sasa naishi kwenye mashaka. Sina amani. Najisi kabisa sina thamani yoyote hapa. Hata wewe pia. Sidhani kama nina thamani tena kwako. Sijui. Kwa sababu nakuona kuna muda unakata tamaa. Hata leo. Sijui. Lakini naona kabisa umekata tamaa. Na sidhani kama unaweza kuungana na mimi tena. Sijui. Naona kabisa umeshindwa. Huwezi tena. Mimi nifanye nini? Mimi natamani kupata mtoto. Nataka pia. Lakini nitafanyaje? Sijali mke wangu. Nipanga Mwenyezi Mungu. Kila jambo Mwenyezi Mungu anafahamu. Mke wangu. It's fine. Usilie. Nipo kwa ajili yako. Sitosikia maneno ya watu, marafiki, ndugu au jamaa. Nimekupenda mwenyewe.
uvute subira. Pole. Pole mke wangu. Na Mungu atufanikishe jambo letu. Tuwe na subira. Nashukuru. Asante kwa kunifariji. Kabisa. Asante maonesha moyo wa kunifariji. Usijali, kwa kuwa nakupenda sana. Sitasikia na mtu mwingine yeyote ila ni wewe, mke wangu. Nakupenda sana. Ewe Mola, ewe Mola, nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Baba. Ewe Mola, ewe Mola, ewe Mola, nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Baba. Ndugu zangu waache vituko, Mungu Baba nyosha mkono wako, tunangojea hizo baraka zako, tupate japo na sisi katoto. Ndugu zangu waache vituko, Mungu Baba nyosha mkono wako, tunasubiri hizo baraka zako, tupate japo na sisi katoto. Kazunguke nyumba yetu, faraja irudi kwetu Baba, amani tawale kwetu Baba we. Ewe Mola, ewe Mola, ewe Mola, nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Baba. Ewe Mola, ewe Mola, ewe Mola, nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Baba. Ewe Mola, ewe Mola, ewe Mola, nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Baba. Ewe Mola, ewe Mola, ewe Mola, nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Baba. Ewe Mola, ewe Mola, ewe Mola, nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Baba. Ewe Mola, ewe Mola, ewe Mola, nyosha mkono wako Baba, nyosha mkono wako Baba. Mume wangu, vipi? Mbona umekuja kusimama hapa? Nimekuona tu muda umepita, lakini umekuja kusimama hapa. Niahidi kwamba utanioa. Mimi niko tayari kuzalia mtoto. Fadi. Jalisha.
atakuoa tu yule. Hata tu. Mimi nilikwambia. Kile mmevuka salama. Tunamshukuru Mungu. Asanteni. Asante. Karibuni tena. Poa. Mbona ndo umekuja? Unategemea nifanyeje? Haina shida. Bondo hizi kitoweo kiko wapi? Kitoweo kiko wapi? Mbona leo samaki hauna? Leo bahari imechafuka, leo hatuweza kupata mboga. Kwa hela ndo hii. Ndio hiyo. Wewe usimtanie nakwambia. Sasa mke wangu ni wewe uniamini. Wewe Sasa mke wangu ni uniamini tatizo. yaani kwa nini kisa nini? Hebu. Wewe unakuwa. Angalia na huko kufanya. Kwa hiyo ndio hela uloipata leo. Ndio nimepata. Ndio nimepata hiyo mpenzi wangu. Kwa hiyo samaki utaniletea saa ngapi? Sasa kwa taarifa yako. Yaani leo kama hujaleta samaki, hizi pato lako zako leo usizilete kwangu pale. Mpaka fikia huko mpenzi wangu. Tatizo nini kwa? Ndio nishakwambia. Kwenda. Kwa kwaje hivyo leo inakuwa hivyo kini? Bwana mdogo. Unajua safari hii tukitoa watu
Dada, nafikiri umevuka salama. Nashukuru sana mimi. Je, mzigo wetu? Hii yangu mimi, hiyo sio yake. Sasa mzee, kwani umesahau tulivyoambizana? Basi haina shida. Haina shida. Usikiuke bwana, wakati watu tumeshaelezana. Wewe chako umeshachukua. Sawa mzee, nimekuelewa, haina shida. Kwani kuna tatizo gani? Haina shida dada, unaweza kaenda. Maana mnanitia aibu, nakupeni hela afu mnagombea. Wewe sio yako. Wewe yako. Wewe nenda, wewe sio yako. Haina shida dada, dada karibu Sijajua maana naona mnagombea, mimi mnanitia wasiwasi, maana siku nyingine nitakuwa sivuki boti leni. Bwana, mimi tushamalizana. Mimi naondoka. Haina shida. Haya, kwa hili. Kwa hiyo sasa ni tena. Hakuna cha sasa tena bwana. Basi tutafuta baadaye. Haya. Haya. Tutafuta baadaye kidogo, mimi nyumbani mara moja. Hamna shida. Nira. Nira. Mbona hivyo? Oh, twende. Spania. Sishakwambia sijisikii vizuri. Unapenda sana kumtania. Nilishakwambia sijisikii vizuri. Kama vipi, chukua kifua chako ende zako. Sawa.
Hodi. Fadi. We Fadi we. Mwenye hawani. Mama, mbona mwendo kasi? Nakwambia hivi, mwambie rafiki yako. Mimi nataka mjukuu. Lakini mama. Mama nini? Mama. Fadi. Saizi mpenzi wako. Mpenzi wako nani? Mpenzi wako nani? Ushaanza mambo yako. Sasa subiri nikwambie. Labda ulikuwa ujui. Mimi kuanzia sasa hivi na mchumba wangu. Tena ana hela kama zote. Sikiliza, unajua leo nimekuletea samaki wengi sana mpenzi wangu. Nishakwambia sitaki shombo zako. Peleka huko. Acha kunitania bwana, hebu shika. Mimi nimekuletea samaki leo wazuri. Sina shida hizo shombo zako. Hivi kwa nini kana uelewi? Yaani kuanzia sasa hivi sikutaki, mwanzo nina mchumba wangu. Nimepata mchumba mwingine. Mchumba? Kumbe nini? Hebu acha masiara. Kano. Nikwambie mara ngapi ili unielewe? Nishakwambia sikutaki. Hapo kila siku vigembe tu. Sitaki. Kwa nini mpaka twenda? Aha. Shafikia huko ulikofikia. Kwanza ni nani huyo ambaye anaweza akanidhibiti mimi? Yaani pesa zangu na samaki wangu wote niliokupa. Bado tena unaanza kuniletea vitu kama hivi. Nakupenda mpenzi wangu. Tena naendelea kukupenda. Lakini sawa. Asante. Ndio. Bwana, mambo vipi? Bwana, mshukuru Mungu. Jema. Karibu sana ndio. Mbona uko hivi? Mimi na haraka kidogo. Ila nakuomba mara moja tupate kuongea kidogo. Sasa ngoja mbili. Kae kwanza tuzungumze kidogo. Wapi? Mimi nilipotoka nimekutana na mama. Ndio. Lakini ni mkubwa mekanic sana. Ndio. Yaani mpaka tumeshindwa kuelewana. Salamu ya kwanza ni fahamu. Mama. Umwambie rafiki yako mimi nahitaji kuona mkubwa. Sasa lile jambo kidogo limeniumiza. Nikaona wewe ni rafiki yangu nije nikwambie. Kwa kuwa walishaniambia hapo nyuma kwamba hospitali
mmeshaenda mmefanya kila kitu, na tulishauriana kwamba tuwaite mashehe. Mashehe wamefanya dua, lakini bado hali inaonekana sio nzuri. Sijui unafikiriaje na lile ambalo niliyokuambia siku za nyuma? Ndugu yangu, kama nilikuwa nafikiri wazo hilo ambalo ulikuwa umenishauri, kama vile ambavyo nafahamu nimeshakwenda hospitali zote kubwa na kuonana na madaktari bingwa, lakini nimefanya dua kwa mashehe, japo mashehe walituambia subira, na kweli tunavuta subira, lakini wazo nikasema twende na kwa mtaalamu pia tukaombe dua kule, kutufanyia, alafu tukivuta subira, ile subira ya mashehe na subira ya mtaalamu tutaivuta kwa pamoja. Naona inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subira yetu itatoa matunda. Tukiwa na subira mbili kwa pamoja inapendeza zaidi. Mimi nafikiri nimefurahi kusikia hivyo, sababu wote tunaangalia kitu kimoja, ili mradi tu twende sawa na mama, tufanikishe jambo. Kwa hiyo tusipoteze muda leo, fanya shughuli zako za hapa ofisini. Ukishamaliza basi tutafutane, hamna tabu. Tuone pilika za leo nimalize hapa ofisini, hapo dukani kwangu. Lelo toigoda, mienu toigoda, ayo doga tola kwantwanziwa yake toigoda. Lelo toigoda, mienu toigoda, ayo doga tola kwantwanziwa yake toigoda. Lelo toigoda, mwe toigoda, ayo doga tola kwantwanziwa yake toigoda. Lelo toigoda, ayo doga tola kwantwanziwa yake toigoda. Lelo toigoda, mwe toigoda, ayo doga tola kwantwanziwa yake toigoda. Lelo toigoda, mami toigoda, ayo doga tola kwantwanziwa yake toigoda. Lelo toigoda, mwe toigoda, ayo doga tola kwantwanziwa yake toigoda. Lelo toigoda, mama toigoda, ayo doga tola kwantwanziwa yake toigoda. Lelo toigoda, mwe toigoda, ayo doga tola kwantwanziwa yake toigoda. Mama toigoda, lelo toigoda, ayo doga tola kwantwanziwa yake toigoda. Lelo toigoda, mama toigoda, ayo doga tola kwantwanziwa yake toigoda. Karibuni. Asante mganga. Asante mganga. Ashakaribia. Karibuni sana. Asante. Binti. Naona muna matatizo. Ndio mkuu. Tawile. Muna matatizo makubwa sana. Sema Tawile. Tawile. Nene suguru dume adimbwaga uyoga suguru dume aga uyoga suguru dume adimbwaga uyoga suguru dume uyoga suguru dume adimbwaga uyoga suguru dume uyoga. Binti, unaitwa Fahadi. Tawile. Na huyu ndo mkeo. Tawile. Sema mkuu, sema. Shida yenu ni kubwa sana. Lakini binti, kwa nini unasababisha matatizo? Tatizo lenu la kukosa mtoto. Ndio sababu. Huyu ndio sababu. Nafanya chochote
Tanu nironge na mizimu, tanu nironge, lelo tanu nironge na mizimu, tanu nironge na mizimu, tanu nironge na mizimu, tanu nironge, lelo tanu nironge na mizimu, 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 tanu nironge, tanu nironge na mizimu, Kuna kitu nataka ni kama kweli hatuwezi kuachana naye. Angalie mtandao. Huko ndio huku. Naona ikamba. Ikamba. Nataka kufanya. Endapo kama itafikia na mimi naomba ifikie, ila kama itafikia tumeachana, tumetengana kwa namna yoyote, basi hakuna mtu atakayepata mtoto. Napenda sana ndio maana nafanya. Yaani tumeachana kwa namna yoyote. Basi mimi nitapata mtoto na wewe hautapata mtoto. Kwa hiyo hii sasa ni wewe. Uliwapa wewe, uliwapa wewe. Huyu mimi? Tukiachana mimi na wewe, mimi sitapata mtoto na wewe hautapata mtoto. Huo ni mtu mkubwa sana, hata kwenye mambo ya mila. Tunapohapa hapa atusikie Mungu na mizimu uliokuwepo hapa, yote uliokuwepo hapa. Yaani iwe kweli kweli, ukielewa usipate mtoto mpaka unakufa, na wewe ukioa usipate mtoto mpaka unakufa. Imekaza hapa, uwezi kupata mtoto kuniacha. Sasa hapa itabidi tumtupe pale juu, mradi asione mtu yoyote. Usipate na mimi usipate, wote tusipate. Tupa moja, tupa na mizimu,
Hayo ndio yanatokea. Huyu ndo msababishaji wa matatizo yote. Kwa sababu ya utoto wao waliweka nadhiri yakajitokeza yote haya. Mganga, naomba unisaidie. Naomba unisaidie mganga. Umeona Farabi nilikwambia? Saidie mkuu. Naomba msaada wako. Maana hii nadhiri kubwa. Tena nadhiri kubwa sana. Waliweka nadhiri na mizimu. Sawa. Hakukuwa na mtu yote. Lakini nadhiri mlioiweka ni nadhiri ya kimizimu. Kwa hiyo mizimu iliipokea hiyo nadhiri kama mlivyoomba. Mganga, naomba utusaidie. Naomba unisaidie. Unahitaji msaada? Saidie. Sawa. Wasaidie mkuu, wasaidie. Napenda sana mke wangu pate mtoto. Bandule na magome bandule, magome dawa bandule, magome bandule, magome dawa bandule, na magome bandule, magome dawa bandule, na magome bandule, magome dawa bandule, na magome bandule, magome dawa. Shashiko wa mkuu. Mnataka msaada? Aya. Sawa. Nitajaribu kuwasaidia. Lakini kazi ni nzito sana. Hii kazi ni ngumu sana. Aya. Wapi tena? Mbona mnafunga mlango? Wapi? Mama, nampeleka hospitali. Mtu wangu ameonyesha dalili za kuwa kama ana ujauzito. Ujauzito? Kwa tunakwenda kuhakiki hospitali. Jamani, kama amepata ujauzito basi mimi nashukuru, alhamdulillah. Ni kweli? Naenda kuhakikisha hospitali. Kweli kabisa. Jamani, nakatabuko. Ndio tunaenda kufanya vipimo ili tupate uhakika. Mnakwenda kufanya vipimo ili mpate uhakika. Basi twendeni wote. Ninafurahi sana. Jamani, tunafurahi. Tunafurahi sana. Ndio sana baba wangu. Twendeni wote kwa hospitali. Ninafurahi sana. Jigoba jangu, ngwelele jigoba jangu, uganga jigoba jangu, ngwelele jigoba jangu, uganga jigoba jangu, ngwelele jigoba jangu, uganga jigoba jangu, jamani jigoba jangu, uganga jigoba jangu, uganga jigoba jangu, uganga jigoba jangu, ngwelele jigoba jangu, uganga jigoba jangu, ngwe jigoba jangu, yendo jigoba jangu. Karibu sana.
sana. Asante mkuu, asante. Naona una furaha sana. Kubwa. Leti habari. Maana nashukuru mganga, nashukuru mke wangu ana ujauzito. Mkubwa ana ujauzito. Sawa sawa. Mganga. Aye buri mala imala, imala lelo imala yobole imala 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 imala, imala lelo imala. Hongera sana. Nikupe zawadi gani mganga? Maana mke wangu amejifunga, ana mimba. Fadi, naam, usiwe na haraka, ngoja kwanza ajifungue. Maana hata huyo mtoto anahitajika afike kwenye kilinge hiki, alafu kila kitu kitaenda sawa sawa. Na tukubaliana na mke wangu tujue kuandalia zawadi gani kwa hiki kikubwa ambacho kimefanyika kwa mke wangu, maana amani imerejea upya kwangu na kwa familia yangu. Sawa. Fadi, naam, usiwe na haraka, ngoja kwanza ajifungue. Maana hata huyo mtoto anahitajika afike kwenye kilinge hiki, alafu kila kitu kitaenda sawa. Maana mke wangu tumekubaliana tukuulize tu tufanye maandalizi ya zawadi gani tumpelekee mganga wetu. Basi usiwe na haraka sana. Sawa, unaweza kuenda au kuna lingine? Sina lingine, labda kama unaniambia. Haya, unaweza kwenda pale. Asante. Danuniroge na mizimu niye danuniroge, haya danuniroge na mizimu danuniroge na mizimu niye danuniroge, haya danuniroge na mizimu danuniroge na mizimu danuniroge, yelo danuniroge na mizimu danuniroge na mizimu danuniroge, haya danuniroge na mizimu. Kubwa, nimefurahi mpaka basi mwanangu, nimefurahi mpaka basi. Yaani nakupenda. Nakupendaje mwanangu? Mungu mkubwa sana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nakupendaje mwanangu? Nitapata mjukuu na katakuwa kakiume, mtoto wa kiume huyo kabisa mama. Lala basi mwanangu, lala utulie, lala mwanangu. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jamani, kicheko mpaka mwisho mimi. Mama nini bwana, msikuletea wewe. Hata mmoja. Chukua wiki yangu. Chukua mwanangu. Hapo nimefurahi. Hapo umefurahi na mimi nimefurahi. Nitafuna hiyo. Acha Mungu. Nimefurahi. Nimefurahi mpaka basi nakwambia. Nitaitwa bibi. Na utaitwa shangazi.
Siende mbali basi. Haendi mbali, narudi huyu. Haya, asante. Narudi. Haya. Haya. Hizi directions kumbuka. Sawa, na hii hapa hii raji. Hii raji kwa kesho nitakuletea XXL. Nitakuletea XXL. Napenda sana wateja. Wateja wanazipenda sana. Lakini pia kuna kaka. Sasa umepeleka kwa hospitali amekuta na subiri kidogo. Sawa, basi mama. Mama. Kaa chini basi. Mama. Basi kaa hata hapa. Mama. Fabi, vipi? Wewe hebu mshike mama kwanza. Vipi? Fabi. Niambie vipi basi. Wewe ni mwanamume mwenzangu, lazima nikueleze ukweli. Vipi? Njoo kwanza, tulia basi. Ngoja vipi? Fabi. Mimi lazima nikwambie ukweli, wewe ni mwanamume mwenzangu. Ndio, shemeji na mtoto amefariki. Aya. Fabi, kaa chini. Hebu kaa chini kwanza, kaa chini. Kaa chini. Kama namuona vile mwanangu anavyonita baba, yeah. Na kama namuona mke wangu we, yeah. Akinisi nisimwache. Ni makosa tumeumbiwa wanadamu, makosa tumeumbiwa wanadamu. Nadhiri na majibu usijaribu, ye nadhiri na majibu